Tarehe 7 Aprili ya mwaka 1966, karibu miaka 60 iliyopita, bomu la nyuklia lililopotea ambalo jeshi la Marekani ilikuwa ikilitafuta kwa siku zaidi ya 80 hatimaye lilipatikana. Bomu la nyuklia lenye uwezo wa mara 100 zaidi ya bomu lililotupwa Hiroshima lilitolewa kwa uangalifu kutoka kwenye kina cha futi 2850 ambayo ni sawa na mita 869 katika bahari ya Mediterania na kuingizwa kwenye manowari ya USS Petrel. Lakini mara tu lilipoingizwa, maafisa walikata nyaya na kulitegua. Ndipo kila mtu akapumua, kwani bomu la mwisho kati ya mabomu manne ya hydrogen ambayo Marekani iliyadondosha kwa bahati mbaya nchini Hispania lilikuwa ndilo hilo limepatikana. Hii haikuwa ajali ya kwanza kusababisha silaha za nyuklia, alisema mwandishi wa BBC ambaye anajulikana kwa jina la Chris Brasher aliporipoti kutoka katika eneo la tukio mwaka wa 1968. Pentagon inasema kuwa kuna angalau ajali 9 za ndege kudondosha bomu la nyuklia kwa bahati mbaya, lakini hii ilikuwa ni ajali ya kwanza nje ya Marekani na ya kwanza kuhusisha raia na ya kwanza kusisimua hisia za ulimwengu. Mwanzoni mwa miaka ya 1960, Marekani ilianzisha mradi wa kumzuia mpinzani wake wa wakati wa vita baridi, muungano wa Kisovieti, kwa kujitayarisha na mashambulizi ya mapema. Doria za ndege za B-52 zenye silaha za nyuklia zilizofanyika mara kwa mara, lakini kufanya doria hizo ndefu, ndege zilihitaji kujaza mafuta zikiwa angani. Tarehe 17 Januari mwaka 1966, ndege moja kama hiyo ilikuwa ikiruka kwa urefu wa futi 1031 ambayo ni sawa na kilomita 9.5 kwenda juu ya eneo la Amerika kusini mwa Hispania, na ilikuwa ikijaza mafuta angani kutoka ndege ya mafuta ya KC-135. Naamini kilichotokea ni kwamba ndege ya kivita ilikuwa ikiruka kwa kasi sana na hivyo haikuwa na utulivu, anasema meneja jenerali wa Marekani Delmer Wilson, msimamizi aliyeshughulikia ajali hiyo. Anasema na matokeo yake ndege hizo mbili zilikaribiana sana na kugongana. Madhara ya kuzuka kwa moto, wafanyakazi 4 wa KC-135 waliokuwemo ndani walifariki. Pia mlipuko uliowaua wanaume 2 ya B-52 na 3 walifanikiwa kujitoa kwenye parashuti, lakini alikufa wakati parashuti yake iliposhindwa kufunguka. Wahudumu wengine 4 wa ndege ya mafuta iliyokuwa ikiungua walifanikiwa kuvuka kabla ya ndege kuvunjika na kuanguka chini na kudondosha vipande vya ndege na shehena yake ya hatari ya nyuklia kwenye kijiji cha Hispania cha Palomares. Moto ulionekana maili 1. Kwa bahati nzuri haukusababisha milipuko mikubwa ya nyuklia katika tukio hilo la ajali. Mabomu yalikuwa na miamvuli iliyoundwa ili kuzuia athari wakati wa kutua na kuzuia uchafuzi wa mionzi. Bomu moja ambalo lilitua kwa usalama kwenye mto lilipatikana siku iliyofuata. Kwa bahati mbaya, miamvuli 2 ya mabomu mengine 2 ilishindwa kufunguka. Asubuhi hiyo, mkulima Mhispania Pedro Alarcon alikuwa akitembea kuelekea nyumbani kwake na wajukuu zake wakati bomu moja la nyuklia lilipotua kwenye shamba lake kila nyanya. Watoto walianza kulia nilipooza kwa hofu. Jiwe lilinipiga tumboni, nilifikiri nimekufa. Nililala pale nikihisi kama kifo huku watoto wakilia, aliiambia BBC mwaka 1968. Bomu la 3 lilitua kwenye ardhi karibu na makaburi kudondoka huku kulizusha shimo na kutawanya vumbi la plutonium lenye sumu lenye mionzi katika ekari kadhaa. Mabaki ya ndege pia yalimwaga katika kijiji cha Hispania. Nilikuwa ninalia na kukimbia huku na huku, mwanakijiji aitwaye Senora Flores aliiambia BBC mwaka 1968, akiongeza kwa kusema, msichana wangu mdogo alikuwa akilia, Mama, angalia nyumba yetu inaungua. Mara tu habari juu ya silaha za nyuklia za jeshi la Marekani kuenea
operesheni kubwa ilianzishwa. Wanajeshi wa Marekani walipelekwa hadi kijiji hicho kwa helikopta. Sehemu kubwa ya ndege ya B-52 iliyokuwa ikiungua ilitua katika uwanja wa shule. Licha ya ajali hiyo, hakuna mtu katika kijiji hicho aliyeuawa. Takriban tani 100 za mabaki yaliyokuwa yakiwaka moto yalianguka kijijini, lakini hakuna hata kuku aliyekufa. Mwalimu na daktari wa shule ya eneo hilo walipanda hadi kwenye mlima wa mabaki ya moto ili kuopoa mabaki ya wanajeshi wa anga wa Marekani waliokuwa wameuawa. Watatu kati ya walioruka walifanikiwa kupaa kwa parashuti na kutua katika bahari ya Mediterranean, kisha walitolewa au kuokolewa na boti za wavuvi ndani ya saa moja baada ya ajali. Wanne alitoka wakati wa mlipuko wa ndege na kumwacha akiwa ameungua vibaya na hakuweza kujiondoa katika kiti chake. Pamoja na hayo, alifanikiwa kufungua parashuti yake na kupatikana akiwa hai karibu na kijiji hicho na kupelekwa hospitali. Mabomu matatu ya nyuklia yaliweza kupatikana kwa urahisi, lakini bado kulikuwa na moja lililopotea. Kufikia siku iliyofuata, lori zilizojaa wanajeshi wa Marekani zilitumwa kutoka kambi za wanajeshi wa anga wa Marekani. Wanajeshi 700 na wanasayansi walipambana kuzuia uchafuzi wowote wa mionzi na kutafuta bomu la 4. Askari wa Marekani walikuwa wakitaja eneo kuwa na mionzi, hukuangua nchi 3 za udongo wa juu na kuutia kwenye mapipa ili kusafirishwa kurudi Marekani, ambapo tani 1400 za udongo wenye miale zilitumwa kwenye kituo cha kuhifadhia mionzi huko Carolina Kusini. Marekani na Uhispania, ambayo wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa kikatili wa udikteta wa kijeshi wa Francisco Franco, ilikuwa na nia ya kuficha athari ya ajali hiyo mbaya, lakini Franco alikuwa na wasiwasi kwamba hofu ya mionzi ingeumiza sekta ya utalii ya Hispania, chanzo kikuu cha mapato kwa serikali yake. Katika juhudi za kuwahakikishia wakazi wa eneo hilo na dunia nzima kwamba hakukuwa na hatari yoyote, balozi wa Marekani nchini Hispania, Angie Bideduque, alikwenda kuongelea katika pwani ya Palomares mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa wiki chache tu baada ya ajali hiyo. Licha ya mamia ya wanajeshi wa Marekani kufanya utafiti na utafutaji wa kina katika eneo hilo kwa wiki moja, bado hawakuweza kupata bomu la 4. Kisha Marekani ilizungumza na mvuvi wa eneo hilo ambaye alikuwa anasaidia kuwaokoa baadhi ya maafisa wa anga waliokuwa na maparashuti baharini, ndipo waligundua kuwa mvuvi huyo aliona bomu la nyuklia lilipopotelea. Msako huo ulihamia haraka kwenye bahari ya Mediterranean, huku jeshi la wanamaji la Marekani likitumia meli zaidi ya 30 pamoja na meli za kutegua mabomu na nyambizi ili kwenda chini ya bahari. Utafutaji wa maili chini ya bahari ulikuwa mgumu na ulikwenda pole sana, lakini baada ya wiki nzima za utafutaji, chombo kipya kilichoundwa cha kuzamia Alvin hatimaye kilipata bomu lilipotea kwenye mtaro chini ya maji. Karibu miezi 4 baada ya kupotea, hatimaye bomu hilo lilirudi salama mikononi mwa Marekani. Siku iliyofuata, licha ya usiri ambao jeshi la Marekani liliufanya wakati wa utafutaji, ilichukua hatua isiyo ya kawaida ya kuonyesha bomu hilo kwa vyombo vya habari vya ulimwenguni. Balozi Duque alisema kuwa wasipojionea wenyewe bomu hilo, hawataamini kuwa kweli limepatikana. Marekani na Hispania zilikubali kufadhili ukaguzi wa afya wa kila mwaka kwa wakazi wa Palomares. Pia waliahidi kufuatilia udongo, maji, hewa na mazao ya ndani. Lakini hadi sasa bado kuna baadhi ya ekari 100 ambazo ni sawa na hekta 40 za ardhi ambayo ina mionzi huko Palomares, ambayo imesalia kuzungushiwa uzio. Na licha ya Uhispania na Marekani kutia saini makubaliano ya pamoja mwaka 2015 ya kusafisha eneo hilo, hata hivyo hilo bado halijatekelezwa. Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa,
na hii ni Clouds Digital.